22:29 pumzi ya Mungu inasemaje? Inasema ya kwamba Yesu akajibu. Sasa huyu ni Yesu, Biblia inasema Yesu akajibu, akawaambia wamepotea kwa kuwa hamyajui maandiko. Yesu anawaambia watu ya kwamba wamepotea kwa kuwa hamjui maandiko wala uwezo wa Mungu. Ni nini imefanya wanadamu wengi wamepotea katika siku hizi za mwisho? Hawajui maandiko. Ni kwa sababu hawataki kuchukua neno la Mungu wakaweze kusoma. Na tumeangalia Biblia inasema katika siku za mwisho utaondokea na manabii wa uongo ambao watakuja na mafundisho ya mashetani, na inasema wengi watajitenga na imani ya na kusikiliza mafundisho ya mashetani. Sasa tunapaswa kufanya hiyo. Kitabu ni kile cha Petero wa kwanza kama katika siku za mwisho utaondokea na manabii wa uongo. Katika siku za mwisho utaondokea na watu ambao wanafundisha mafundisho ya mashetani ili wakaweze kupoteza watu wa Mungu. Sisi kama watu ambao tunatarajia kupata uzima wa milele Yesu anaporudi mara ya pili, katika siku hizi za mwisho, Mkristo wa kweli anapaswa afanye jambo lipi? Ndipo kitabu ni cha Petero wa kwanza 1 na aya yake ni ile ya 10. Biblia inasemaje mtumishi? Petero wa kwanza aya yake ni kwanza 10. Petero wa kwanza 1 na aya yake ni ile ya 10. Inasema katika habari ya wokovu, katika habari ya wokovu huo manabii walitafuta. Kwa hiyo tunaambiwa katika habari ya wokovu manabii samani akina Isaia, Ezekieli, Biblia inasema walitafuta na walichunguza ambao walitabiri habari za neema. Kwa hiyo tunaambiwa katika habari ya wokovu manabii wa samani walifanya nini? Waliweza kutafuta na kuchunguza ili wakaweze kuelewa mambo ya wokovu wa Mungu. Sasa kama Mkristo ambaye anayetarajia kupata uzima wa milele, yeyote anayetarajia Yesu anaporudi mara ya pili akaweze kuwa miongoni mwa wale ambao wataweza kuokolewa, ni kuchukua Biblia yako, upige magoti, uombe Mungu akaweze kukusaidia akaweze kuelewa. Kwa maana Biblia inasema katika siku za mwisho utaondokea manabii wa uongo ambao watafanya ishara na maajabu na watatanganya yamkini hata walio wateule. Hebu nipe Mathayo 24 aya yake ni ile 24. Kwa hiyo wapendwa, tuko kipindi cha lala salama. Anapaswa kujiandaa kwa kuchukua neno la Mungu, kusoma ili likaweze kumwelekeza katika maisha yake. Kila hatua Mkristo anayofanya akiwa duniani inapaswa kuwa ya kumpendeza Mwenyezi Mungu. Kwa maana Yesu anasema Wakristo wengi wamepotea kwa sababu hawajui maandiko wala uwezo wa Mungu. Leo Wakristo wengi wameweka imani yao kwa wachungaji ambao wanahudhuria katika makanisa. Kwa maana leo ukimuuliza Mkristo ni kwa nini unafanya jambo hili, anakuambia kwa sababu amesema, lakini si Biblia. Hebu soma aya yake ya Mathayo 24. Aya yake ni 24. Yesu anasemaje katika kitabu cha Mathayo? Mathayo 24:24 Biblia inasemaje? Kwa maana watatokea makristo wa uongo. Kwa hivyo Yesu anasema katika siku za mwisho utatokea na makristo wa uongo na manabii wa uongo. Manabii wa uongo nao watatoa ishara kubwa na maajabu. Wale manabii wa uongo na makristo wa uongo ambao watatokea duniani watafanya jambo gani ili wakaweze kupoteza watu wa Mungu? Watatoa ishara kubwa na maajabu. Kwa hivyo manabii wa uongo na makristo wa uongo ambao watainuka, Biblia inasema watafanya ishara halafu wapate kuwapoteza kama yamkini hata walio. Kwa hivyo manabii hao wa uongo ambao watainuka duniani, Biblia inasema watafanya ishara na maajabu, na kusudi lao ni ya kwamba watu wa Mungu wakaweze kufanya nini? Wakaweze kupotea. Kwa maana Yesu anatuambia tumepotea kwa sababu hatuyajui maandiko. Tunaishi katika mwisho na shetani anatambua ya kwamba muda wake ni mchache. Kwa maana leo unaona makanisa yamekuwa mengi kuliko hata duka. Wale wananunua vitu, unapata hawa wako huko na hawa wako huko, lakini hauelewani. Kwa maana tumeambiwa ya kwamba katika siku za mwisho utaondokea na watu ambao watajitenga na Biblia na kusikiliza mafundisho ya mashetani. Hebu sikiliza vile Yesu anasema katika kitabu ni cha Yohana wa kwanza.
Yohana wa kwanza 4 na aya yake ni ile ya kwanza. Sikiliza vile Yesu anasema katika Yohana 4 fungu lake ni la kwanza. Kila Mkristo anapaswa kujiandaa. Yesu anarudi hivi karibuni, na ishara duniani, mambo yanaonyesha ya kwamba ufalme wa mbinguni unakaribia, na Yesu anaporudi anakuja kuchukua wale ambao wamejiandaa. Hebu sikiliza vile Yesu anasema. Kitabu ni cha Yohana wa kwanza 4 na aya yake ni ile ya kwanza. Mtumishi inasemaje? First John 4:1. Inasemaje? Yohana wa kwanza 4 fungu lake ni ile la kwanza. Biblia inasema, inasemaje? Wapenzi, msiamini kila roho. Kwa hivyo tunaambiwa wapenzi, msiamini kila roho. Bali sijaribuni hizo roho. Kwamba zimetokana na Mungu. Kwa sababu manabii wa uongo wengi wa uongo wametokea duniani. Wametokea wapi? Duniani. Kwa hiyo tunaambiwa tusiamini kila roho, bali tufanye nini? Tusiamini kila roho, bali tufanye nini? Tusijaribu hizo roho. Kwa sababu manabii wengi wa uongo wametokea wapi? Duniani. Usikuwa unaamini tu mtu anakuja mahali anataja jina la Yesu, wewe unaona ni mtumishi wa Mungu. Biblia inasema tusiamini, bali tusijaribu tuone kama zimetokana na Mungu, kwa sababu uongo wametokea duniani. Kwa maana Yesu anatuadhari katika kitabu cha Mathayo 24 na aya yake ni 24 ya kwamba siku za mwisho utatokea na manabii wa uongo na makristo wa uongo ambao watafanya ishara kubwa na maajabu, yamkini wapoteze hata wale walio wateule. Ajabu, leo wakristo wa leo hawaendi kanisani kutafuta Mungu, bali wanaenda kanisani kutafuta. Na Biblia inasema katika siku za mwisho utaondokea na manabii wa uongo na makristo wa uongo ambao watafanya ishara kubwa na maajabu. Hawatafanya ishara kidogo,